Ndevuni ndevu za Haruni ashikao mpaka upindo wa mavazi yake, kama umando wa Hermon ushikao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Kwa last session yangu nilitulidili na huo mstari wa kwanza, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa tukaidadavua hiyo ndugu wakae pamoja, family, tukatoka kwenye familia mpaka kwenye ulimwengu. Inaanza na mtu mmoja, nana kumbadilisha mtu mmoja inavyoweza kubadilisha ulimwengu mzima. Tukaangalia maana, tukamwangalia Rahabu ambaye alikuwa anahusika na familia na akawa chachu ya uokozi wa familia yake. Tukaangalia maana ya familia na mambo gani familia huwa inafanya. Tukasema kutengeneza mtazamo, kutengeneza imani ndani ya watu. Tukaangalia maana kadhaa, utamaduni, mila, desturi, asili na imani. Alafu tukaanza kushughulika na vifungo vya kifamilia. Then tukaishia kwenye kwa nini vinaitwa vifungo vya kifamilia. Alafu nikasema tutaongelea kitu kinachoitwa elimu ya mbegu. Kwa naomba nianzie hapo kuelekea huko mbeleni. Vimeitwa vifungo vya kifamilia kwa sababu nataka tuchukue concept kutoka kwenye concept ya mbegu. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza 11 na 12, Biblia inasema Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kwa moja ya kitu Mungu aliona ni chema baada ya kuumba ni mbegu. Kwa hiyo akatengeneza mfumo wasiumbe mara nyingi. Kwa akaweka mbegu ndani ya kitu. Kwa akaumba mara moja, then uumbaji ukawa unajiendeleza wenyewe. Kwa hiyo ukitaka jua huu ni mchungwa, moja ya kitu kinatuashiria ni mchungwa ni tunda chungwa ambao ndani yake lina mbegu. Ukiipanda itazaa tena chungwa. Kwa mbegu chungu huwa haitozaa tamu kwa sababu ni mbegu, kila kitu kinaitwa mbegu. Akachukua the same mfano akauweka kwa mwanadamu. Akaweka mwanadamu naye akawekewa mbegu. Mwanaume amewekewa mbegu ambao nao inazaa. Ndio maana watoto wao wanaitwa kwa jina la baba kwa sababu ni mbegu. Ina trend kama ambavyo ilikuwa kwenye miti, ilikuwa kwenye wanyama, kila sehemu. Kwa hiyo ni ngumu simba akazaa swala. Ni ngumu kwa sababu gani? Simba hana mbegu ya swala. Kwa hiyo Mungu akatengeneza hiyo. Sasa mbegu huwa ina duplicate, inajizaa jinsi ilivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea ni matokeo ya mbegu. Sasa kwa nini vinaitwa vifungo vya kifamilia? Ni kwa sababu viliingia katika familia. Na viliingia kwa namna gani? Mara nyingi vinaanza na mtu mmoja. Huyo mtu mmoja anakuwa kama mbegu ya kuleta vifungo vingi ambavyo vipo kwenye familia. Kuna njia nyingi ambayo vifungo vinaweza vikaingia. Mimi kwa haraka nimeziweka 4 za haraka ambapo vifungo vingi vya kwenye familia vinaingia. Namba 1, matambiko, ibada za kimila na kijadi. Kwa kuna watu familia zao vifungo vimepitia kwenye matambiko. Kwa kuna vitu havitokei, kuna mambo hayafanyiki, yani hapo vizazi na vizazi, familia na familia, kwa sababu vimetokea kwenye matambiko. Lakini namba 2, njia nyingine zinaingia ni kwa tabia haswa za viongozi. Nasema kama alivyo mchungaji ndivyo alivyo na watu wake. Kwa tabia inaweza ikawa positive au negative. Kwa ikiwa negative tunaita ni kifungo, kinakamata. Kwa utajikuta kuna hiyo familia, baba alikuwa mwizi, mtoto mwizi, mjukuu mwizi, kitukuu mwizi. Ina trend inaenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna tabia imetengenezwa ambayo imekuwa ni kifungo cha familia nzima. Na Waswahili wanasema vya kulisi vinakuwaga vibaya zaidi. Namba 3, kwa kutupiwa mapepo. Kuna watu wanatupiwa mapepo, majini, limradi tu kwamba hautozaa tena. Kwenu hakutokuwa na mzee. Kwenu kuna watu wanatupiwa majini. Ni njia mojawapo ambayo vifungo kwenye hizi familia zetu vinaingia. Lakini namba 4, kwa kutamkiwa maneno au manuio. Mungu, moja ya kitu tumefanana naye ni maneno, ni matamshi. Aliumba kwa neno. Kwa kuna watu wamefungwa kwa maneno, wanasema utafungwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo hizi ni njia chache ambazo kwangu nimeziona ni common. Familia nyingi sana tumeingia kwenye vifungo kutokea hapo.
Inawezekana nikawa ni background ya matambiko, tabia, mapepo, au watu wamekutamkia maneno. Ndio maana sio kila neno ambalo anakutamkia mtu lazima ulikubali. Warumi 5:12 na 14 Biblia inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, you see the same mbegu, kwa mtu huyu mmoja dhambi ikaingia ulimwenguni, na hiyo dhambi, na kwa hiyo dhambi mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Je, wote walifanya dhambi ya asili? Nope, alifanya Adamu, ambao sisi wote tunatokea huko. Anaendelea anasema, walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Kwa nini nasema mpaka Adamu mpaka Musa? Adamu anawakilisha generation, Musa anawakilisha unabii, alafu kuna Elia, kuna Musa, alafu anakuja Yesu. Anasema nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, naye aliye mfano wake yeye atakayekuja. Kwa hiyo tunaona kuna vitu leo utakifanya, unaweza usione athari yake leo, ila ikaathiri familia yako nzima, ikaathiri ukoo wako wote, kwa sababu ya mtu huyu mmoja ambaye ana nguvu. Inawezekana ni kiongozi, labda alienda kwa waganga, akanuia, akachawia, mtu mmoja tu. Kwa hiyo naishi naona mambo ni magumu, kumbe kuna mtu amefunga, kuna mtu ameingiza kitu cha kigeni kwenye hiyo familia. Okay. Sasa vifungo. Why vinaitwa vifungo? Vifungo, unapozungumzia vifungo unakuwa unazungumzia utumwa. Unatumikishwa, na utumwa ni kutawaliwa. Kitu chochote ambacho huwezi kukitawala kinakutawala, kwa kinakuwa kifungo kwako. Kuna mambo ambayo yanafanyika na tumeviita vya kifamilia kwa sababu vinakuwa ni trend, frequency yake inakuwa kubwa sana. Sasa hivi vifungo mimi nimevigawanya kwenye makundi mawili. Cha kwanza nimeviita vifungo kutokana na nguvu za giza. Kuna vifungo vya nguvu za giza. Lakini cha pili, vifungo kutokana na nguvu za utamaduni. Kuna vifungo ni kacha, kuna vifungo ni nguvu za giza, na vyote tunaweza tukashughulika navyo. Kuna vifungo ni tamaduni, it is a culture. Kuna kitu niliwaambia last nilipokuja, kinaweza kikafanyika hapa tukisifanyike kwingine kokote, na mtu akienda huko atatamani na wenyewe wafanye hivyo, kumbe kimekuwa kama kifungo. Sasa aina zote hizi za vifungo zinaanza kama mbegu ndogo sana, ila zikimea zinakuwa kitu kikubwa sana. Yesu anawaambia wanafunzi kwenye Yohana sura ya 8 maneno magumu sana. Moja ya sura ambayo Yesu anahangaika na Wayahudi, anawaambia hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa mbegu ya uovu inatoka kwa Ibilisi. Kwa ukifanya uovu maana yake unatawaliwa na Ibilisi. Hauwezi ukatenda tofauti na Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio baba wa huo uongo. Sasa hivi vifungo vya kifamilia nimetolea mifano kadhaa. Kwa mfano, kuna watu yani kwenye familia zao hamna kuolewa na ndoa kanisani, wamefungwa. Kuna watu yani ataolewa, atafanya nini, lakini hamna kupata watoto. Unafikiri ni kitu cha kawaida, kumbe kuna mbegu ilifungwa kwenye hiyo familia, kwenye huo ukoo. Ngoja nitoe mfano. Kwetu wakati nakuwa mimi nilifuatilia familia zangu upande wa baba na upande wa mama. Upande wa mzee wangu mpaka nafika karibu wote hamna, yani karibu wote baba zangu, shangazi zangu, karibu wote walizaa kabla ya kuoa, mpaka baba yangu mzazi. Yani wote, hiyo ni trend. Kwa hiyo nilipofuatilia nikasema no, this can't be kitu cha kawaida. Kwa kwangu nikasema no, I know how to pray. Ikawa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu I trace back. Kinajirudia, kinajirudia. Imeenda hivyo mpaka kwa watu ambao ni lika langu, mtoto wa 8, inaenda hivyo. Sasa usipogundua ni kazi kushughulika nacho. Hakuna anayetakiwa kusoma hadi chuo kikuu. Kuna watu hawasomi, sio kwamba hawana akili. They are very smart. Ila ikifika kipindi cha mitihani, hasa mitihani ya taifa, yeye mwenyewe hajui anafanya nini. Yeye ndo anawafundisha wengine wanafaulu. Yeye ndo chacho, hatafu inatokea kila mtu anaanza kumuonea huruma, jamani ilikuwa hivi. Kumbe ni kifungo. Wamefungwa familia, hamna kwenye huo ukoo mtu ambaye ametoboa shuleni.
No one. Kwa kuna watu kwenye biashara wanaambia hawezi mkafanya biashara. Kuna familia utakuta karibu uko nzima wote ni matapeli. Yani unatapeliwa na huyu unaenda kwa ndugu yake, huyo unaenda kwake, yani ndo zaidi ya huyo uliotoka. Wamefungwa. Ni kifungo. Kwa kuna vifungo vya aina nyingi. Sasa na wengine inawezekana ni magonjwa. Utasikia ni ugonjwa wetu. Babu alikufa kwa ugonjwa huo, baba anagonjwa huo, wewe unaanza sio kitu cha kawaida, kimekuwa trend, kimeshindikana kuvunjwa kwenye generation moja, kwa kinaitwa kifungo. Asubuhi ya leo Mungu atusaidie, tutakwenda kuomba na kuvivunja hivyo vifungo katika jina la Yesu Kristo. Sasa habari njema ni nini? Habari njema ni kwamba tulizungumzia habari ya mbegu kule mwanzo. Sasa Petro anatupa habari njema, anasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. We are born again now. Sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa ukiokoka, ukimpokea Kristo, manake unatoka kwenye mbegu ichungu inayozaa mapooza, tunakuja kwenye mbegu ya uzima. Ndio anasema Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay. Nataka nikimbie hapo niache hiyo. Wow. Sasa nataka tuende kwenye mstari wa pili wa ile Zaburi ya 133. Nimeenda spidi kwa sababu nitaka nikifundisha hiki kitu kwa upana kidogo. Zaburi ile tulioanza nayo nikasema ndo tutafundishia familia. Mstari wa kwanza anasema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza, ambao nilidili nayo last nilivyokuja. Wa pili anasema ni kama mafuta mazuri kichwani. Sasa tunapozungumza kichwani, tunazungumza mwanamume, ukombozi wa mwanaume. Biblia inasema mwanaume ni kichwa cha mwili wake, ni kichwa cha familia. Sasa kwenye kichwa, tunapozungumzia kichwa, tunazungumzia uongozi. Tunapozungumzia kichwa, tunazungumzia vision. Kwenye kichwa ndo kuna macho, kwenye kichwa ndo kuna thinking ya ubongo, kwenye kichwa ndio kuna pua, kuna masikio. Sasa the challenge ambao tunayo sasa hivi ndugu zangu, ambao ni kubwa sana, shetani anapiga wanaume. Anajua akipiga wanaume amepiga familia. Akimweza mwanaume ameweza. Sasa bahati mbaya wanawake wengi sana, wamama wengi sana hawajui hili. Kwa kwao familia, they think about pesa. Kwa shetani alichokifanya, ametwist hata maana ya wanaume, maana ya mwanaume. Kwa leo katika watu ni adimu ulimwenguni ni wanaume harisi, real men, wanapigwa. Kwa natamani makusudi, natamani nifundishe kwa watu wote ili uone upana. Huyu mtunga Zaburi anaposema kama mafuta mazuri kichwani, anapozungumza kichwa anazungumzia head, anazungumzia maongozi, anazungumzia familia. Baba akiwa vizuri, amini nakwambia, familia itakuwa vizuri. Very simple observation. Chunguza. Familia yoyote baba akiwa mcha Mungu, ni rahisi familia nzima kuwa wacha Mungu. Ni tofauti hata mama akiwa mcha Mungu. In fact akianza kuokoka baba, huku chini waga rahisi sana watu kuokoka. Akianza mama, hata omba wewe mpaka wewe mwanaume aje aokoke, hata funga, hata fanya. Lakini mzee akisema tu hamna mtu kubaki ndani kwangu leo wote kanisani, mtaenda. That ni nature, imewekwa ndani. Sasa huyu kiumbe anaitwa mwanaume anapigwa vita hatari. Ukisikia issue nzima ya ushoga is all about kupiga uzao, kumpiga mwanaume. Ni hard shoga kutengeneza mwanaume, na it takes a man to build a man. Sasa anasema ni vyema na kupendeza. Tukirudi sasa kwenye mwanzo, kule kwenye mwanzo anasemaje? Baada ya kuumbwa Adamu, Biblia inasema Mungu akaona si vema mtu huyu awe peke yake. Kwa ili iwe vema sasa, ndio ile sasa, ili iwe vema anamuumba familia, anamuumba mwanamume. Ndio maana hii Zaburi anasema tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Huyu mwanaume analeta ile unity. Akileta ile unity, anasema anafananishwa, anasema ni kama mafuta
mazuri, mafuta ya shukao. Tutarudi kwenye hapo ya shukao. Ukimweza mwanaume, umeiweza familia. Mathayo 26:31 Biblia inasema, ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa anayepigwa ni kiongozi, a leader. Sasa leo tuna changamoto sana kwenye watoto wa kiume. Siku sio nyingi nilikuwa naongea na wanafunzi wa Kairuki, vijana wa kiume tu. Tumeempower wanawake sana, ni kitu kizuri, very good thing. Ila tumewasahau watoto wa kiume. Yaani tumewasahau, alafu baada ya miaka kadhaa hao mabinti mliowa empower wanakuja kuolewa na vijana ambao hamjawa empower. Kwa kinachokwenda kutokea ni bomu linatengenezwa ambalo baadaye tunaanza kulaumu. Siku hizi wanaume hawapo, hawajitengenezi, wanakuwa build up. Jana rafiki yangu mmoja ameoa, nilikuwa naongea naye, nikamwambia wakati mimi naoa, mke wangu aliombwa na wamama kama 5 kwenda kuongea naye kuhusu ndoa, ambao hawajuani. Wengine ilibidi nitume nauli kutoka, alikuwa Dodoma, enda Arusha, natuma. Mimi mpaka nafika siku ya kuoa, hakuna mwanaume hata mmoja ambaye ametamani kuongea na mimi. Alafu tukiingia kwenye hiyo ndoa, hatuwezi tukawa sawa. She had a lot of knowledge. Kwa investment imewekwa humo, imewekwa kwa mtoto wa kike, kitu kizuri sana. Ila tusipowekeza kwa watoto wa kiume, hatutengenezi hizi familia. Kwa sababu kesho tunataka ndo awe kiongozi ambaye hamjamtengeneza, ambaye hajaandaliwa. Ngoja nikutolee tu mfano mdogo tu. Kwa mwaka huu umesikia event ngapi za wanawake? Kwamba wanawake wanakutana. Wanawake afu chukua, umesikia ngapi za wanaume? Kwamba men talk. Wanaume wanakutana. Mnaweza mkazidharau hizo. It build them. Zinatengeneza. Lakini hazipo. Ni rahisi hapa kanisani usikia mabinti bakini, wanawake tubaki. Ila ukisikia wanaume wabaki, ujue sikukuu yao imekaribia. It is hard. Sasa na hapo ni nini? Ni kichwa kinapigwa. Go shuleni, nenda wapi, watoto wa kike wanaitiwa moyo. Lakini watoto wa kiume utawaonea hadi huruma. Yaani mtoto wa kike anaanza kufundishwa kuhusu familia tangu akiwa kadogo hivi. Unaoshaje vyombo, utaniaibisha kwa mmeo. That sentence makes a lot of sense. Ila ni kazi sana kusikia mtu anaambia, baba anamwambia mtoto wa kiume, utaniaibisha huko ukweni. Very high. In fact, yani hata issue nzima ya familia kuoa, yani wanawake huo wanaichukulia very serious. Sisi unataka kuoa, unaenda kumwambia mzee, sitaki kuoa. Umejipanga? Kuoa sio mchezo. Yani hatujawahi kumwandaa huyo mtu. Ila we want him to be the best. Haitokuwa kama mafuta mazuri. Na shetani anapiga hapo. Kumlea mtoto wa kiume, it is very hard now. Very hard. Ukienda Ulaya na Marekani ndo hatari tupu, kwa sababu haki amepewa mwanamke, ndo priority. Ya pili watoto, ndo haki. Ya tatu pets, our pets, ninavyosema pets, mbwa, paka, wana haki kuliko wanaume. Alafu wa 4 ndo wanaume. And then leo we want those people to be a good leader, ambao they are listed in investment. Wako chini kwenye kuwawekeza, kwenye kuwafundisha, kwenye kuwa train. Nikawa namwambia mtu, yani ukienda polisi una kesi na mwanamke, hata kama ana makosa, utashangaa unaanza kuwekwa wewe kwanza ndani mpaka waje wasikilize, wamuamini. It is a issue. As a church tuna assignment ya kutengeneza wanaume. Take it from me or not. Mwanaume akipona, generation inapona. Very simple. Wakati nafanya degree yangu ya pili, niko kule Arusha, tukawa na somo moja la gender na nini. Nikawaambia mama, hamna kitu kibaya kama kuanza kuhangaika na wanawake kufundisha ukeketaji kwamba ni mbaya. Ukienda kwa mzee wa Kimasai, wewe waambie tu aelewe mzee wa Kimasai ukeketaji ni mbaya. Akisimama kwenye boma akasema hamna mtu kwenye boma langu kukeketwa, hamna mwanamke ataenda kukeketwa. Watokee wanaume waseme tu hatuoi mwanamke aliyekeketwa, hamna mwanamke atakeketwa. Take it from me or not.
lakini kwamba wameachwa kwenye equation ya jamii, wamewekwa pembeni, ni watu ambao wanajiendesha wenyewe. Ndio maana makatili wanazaliwa humo, wanajiendea tu. Ndio maana watu ambao hawajali wanazaliwa humo. Why? Haiwi kama kichwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa baba ni mbegu, ndio anatoa mbegu. Tuna wimbi sasa hivi la wanawake wengi sana wanataka tu kuzaa, wanasema tutalea wenyewe, wakiamini kulea ni kutoa ada, wakiamini kulea ni kutoa chakula, lakini malezi ni zaidi ya hivyo. Sasa hii ni research zinaonesha watoto wengi waliolelewa na mama peke yao, wengi ndo wanaongoza kwa uhalifu. Watoto wengi waliolelewa na mama peke yao ndio wengi ni kazi kuishi nao kwenye ndoa. Na watoto wengi ambao wamelelewa, hiyo ni hivyo, atalelewa, atalipiwa kila kitu, wengi ndio wamekuwa wanaongoza kwenye addictions. Why? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa father figure kimekosekana. Hizi mila zetu ziko nyingi nzuri tu, hatujui kwa nini ziliwekwa. Moja ya mila ya Kiafrika ilikuwa baba akifa, kabla ya kutanua ule msiba kuondoka, anatafutwa mwanaume wa kulea hao watoto. Haikuwa kwa bahati mbaya. Why? Father's figure, it needed there, inahitajika hapo. Mtu ambaye atasimama kama baba. Wewe ni mama, ni mwanamke, mume amefariki, umepata mtoto, hakikisha una mtu ambaye ni kama baba figure, ambaye atamwajibisha, atawajibika kwenye hawa watoto. Don't take it very easy. Tuna watu wengi sana, mimi nadili na teenagers, kwa hiyo nadili na wasingle mama wengi, watoto wana lack fathers. Ndio maana Mungu, Mathayo anamtambulisha Mungu, anamtambulisha kama baba. Mungu anatambulishwa kama baba. Alafu anaendaga kule mbele tunadanganyaga, anasema Mungu ni mume wa wajane. Sio, Biblia haisemi hivyo. Haisemi hivyo kabisa, wala Mungu sio mume wa wajane. Kaisomeni tena, sitaki kuambia imesemaje. Haisemi hivyo, lakini baba. Sema ikiwa nyinyi mlio waovu mwajua kuwapa vipawa vyema, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni. Ombeni hivi, baba, baba. Maana ya baba ina maana kubwa tatu. Number 1 ni mtoa mbegu. That's the meaning of father. Mtoa mbegu. Mwanzilishi baba. Tunamuita Nyerere baba wa taifa, is a founder, mwanzilishi. Lakini pia baba ni authority, ni mamlaka. Mama ni mamlaka, mtoto ni mamlaka. Tungekuwa na muda tungeenda kuona hizo zote. Ukisikia jina ni nafasi, jina ni mamlaka. Jina lolote lile. Kwa baba ni jina, it is a position. Na jina lina wajibu. Hasa katika wajibu, awe ni mtoto wa kike, awe ni mtoto wa kiume, father figure needed. Unataka kuiokoa familia yako, moja ya watu wa kuwaombea ni wanaume, moja ya watu wa kuwatengeneza ni watoto wa kiume. Anaendelea kusema kichwa. Shetani anahangaika na kichwa. Tumesoma hilo andiko, kichwani. Kichwa, mwanamume, utasoma kwa wakati wako. Kichwa ndio kinaongoza mwili mzima, nimeongelea kichwa kina macho, kina nini. Isaya anaongea maneno magumu kidogo. Isaya 1:5 na 6 anasema hivi: mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Afu anaendelea anasemaje? Kichwa chote ni kigonjwa. Kichwa. Alafu Zaburi anasemaje? Kama mafuta mazuri kichwani. Kichwa chote ni kigonjwa. Anasema moyo wote umezimia, tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwazongwa, wala havikulainishwa kwa mafuta. Ndio ile anasema kama mafuta mazuri kichwani. It's about a head, about a leadership. Uongozi ukiwa vizuri, mwanaume akiwa vizuri, amini nakwambia, that family will be fantastic. Kwa vifungo vingi, shetani anahangaika na kichwa. Okay, nataka nimalizie hapo. Anaendelea kwenye huo mstari wa 2, anazungumzia Haruni. Sasa Haruni, ile Zaburi haijatokea kwa bahati mbaya Haruni. Kwa nini hawakusema kama mafuta mazuri kichwani pa Musa? Was not coincidence, haikuwa bahati mbaya. Kwa kichwani haikuwa bahati mbaya. Kwa anasema kama mafuta mazuri kichwani, koma. Alafu anaendelea
mwa Haruni. Who is Haruni? Haruni ni nani? Kwa nini Haruni anatokea hapo? Haruni alikuwa kuhani mkuu wa kwanza. Haruni alikuwa kuhani mkuu wa kwanza. Kwa nini anatokea kwenye familia? Kwa sababu kuhani alikuwa na kazi kubwa mbili. Kuhani, kazi ya kwanza ya kuhani ni kuwapatanisha watu na Mungu. That was the assignment of kuhani. Namba 2, kufundisha na kufafanusha Torati, kufundisha neno. Kwa hiyo anavyosema kama mafuta mazuri kichwani, a leader, kiongozi akiwa vizuri, anafananishwa, anasema kama mafuta yashukao kwa Haruni, yanashuka, yanavyoshuka yanaimarisha ndevu, yanaimarisha, yanaleta kustawi, yanaleta hivyo. Kwa baba kama kiongozi ana kazi kubwa mbili za msingi kwenye familia yoyote. So I want to talk with men here kwamba kazi moja ya wanaume ni kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha familia na Mungu, kupatanisha watu. Baba ndo atakawe chachu cha watu kupatana. He is a leader. Mungu ni kiongozi, ni initiator wa mahusiano mazuri. Adamu aliharibu mahusiano mazuri. Alivyoharibu, hakuwa na mpango wa kuinitiate hayo mahusiano mazuri yarudi. Mungu anashuka yeye kama kiongozi. Hajakosea. Tungesubiria Adamu ndo amfuate Mungu, mpaka leo Adamu inawezekana alikuwa anatembea uchi bustanini. Hakuwa na huo mpango. Kwa why a leader, kichwa, Haruni, kazi yake ni kupatanisha watu na Mungu. Wewe ni mwanaume, una familia, moja ya kazi sio wewe ndio kuwa chachu ya kugombanisha watu. Sio wewe ndio kuwa chachu ya familia kuachana. Wewe ndio chachu ya kuunganisha. That's number 1. Number 2, kufafanusha maneno ya Mungu. Ni kazi, ni kwa sababu mwanaume ndio mchungaji wa familia yake. Kabla mke wako hajaombewa na mchungaji mwingine yoyote, hajawekewa mikono, wewe ndio unatakiwa wewe wa kwanza kumwekea mikono. Wewe ndio unatakiwa wa kwanza kumtamkia maneno mazuri. You are the one. Mke wangu akiumwa, hata wewe usiku, hata ikiwa wapi, akiniambia, cha kwanza tumuombe Mungu. That's the assignment of a man. Mwanaume anayemjua Mungu ni kama mafuta mazuri kichwani mwa Haruni. Wewe ni Haruni, wafundisheni hao watoto wa kiume. Nyinyi ni kina Haruni, ni wapatanishi. Kwa kuna vifungo vingi vinatokea kwa sababu wanaume hawapo kwenye nafasi yao. Ndio maana Mungu alivyorudi chini anamuuliza Adamu, uko wapi? Haulizi Eva, you are out of your position, I don't see you kama mpatanishi. Sijakuona ukimfundisha Eva kwamba msile matunda yote kama nilivyokufundisha. Adamu ndo aliambiwa peke yake na Mungu. Nilikuwa ni wajibu wake kumlinda, kumfundisha, kufafanusha hiyo Torati, kufafanusha yale maagizo. Kwa tuna wanaume wengi sana, they don't know, hawajui kama wana kazi ya kufafanusha maneno ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Muda wangu umeenda. Okay. Naomba nichague kitu cha mwisho alafu nimalize. I have 4 minutes. Hii hali ilivyo sasa, just show you the hali jinsi ilivyo kwa sasa hivi. Wanaume wengi sana wanawahi kufa na kuacha familia zao. Sio bahati mbaya. Haitokei tu, don't take it very easy. Wanaume wengi sana tunakufa very mapema. Na tunavyokufa, cha kwanza kinachoathirika ni familia unayoiacha. That's family. Wanaume wengi. Kwa nini linakufa? Tunakufa mapema. Kuna mambo mengi sana, mengi mno. Mengi, na mojawapo hatufundishwi. Tukifundishwaga wanaume, yani sisi, yani wanaume tunakufaga, tunaaminiki tunakufa kiume, kumbe tunakufa kibudu. Yani mwanaume anaweza kawa na jambo linamtesa, ila hana mwanaume mwenzio bega lake la kulilia kumwambia sasa napitia 1, 2, 3. Tofauti na wanawake. Yani wanawake anapitia jambo gumu, watasema ni umbea, watafanya nini, lakini ile kuongea inawafanya watoe. Mungu hajamuumba mtu aweke vitu vibaya ndani ya moyo wake.
Kwa moja ya njia ya kuvirelease ni kuongea. Fanya hivyo. Wanaume wengi tunakufa haraka. Tunakufa, kuna sababu nyingi sana kwa nini wanaume wanakufa haraka. Hawana bega la kulilia. Hawana watu wa kuwatetea. Hawana mtu. Yaani ukiwaza juzi nimevaa ile shati amenunulia mke wangu. Sasa wakati ananinunulia, kuna rafiki yangu alinipigia simu. Na muda wangu umeisha kuna. Alivyonipigia simu akaniambia, "Bro, mwaka huu tafadhali jikumbuke." Nikaanza kuwaza, mwaka jana karibu wote sikumbuki ni lini nimejinunulia nguo. Ila nakumbuka nilizomnunulia mke wangu, watoto, hivyo vitu vyote hivyo I remember, but I don't remember myself. Kwa ile simu mwanaume mwenzangu ananikumbusha, sema mwaka huu jikumbuke. Wapo wanaume kama mimi hapa wengi hawajikumbuki. Atawaza hivyo, watoto watakula nini? Ni sawa, ila usipokuwa wewe vizuri utakufa mapema. Eat smart, kula vizuri mwanaume. Athari yake ni kubwa ukiondoka mapema huko aje. Kwa kuna vitu vingi, lakini namba 2, swala la ushoga sasa hivi lipo kuua familia. Very unaua tu familia. Unaua familia. Sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida mpaka makanisani. Mimi na kesi nyingi tu za watu ambao ni mashoga. They are in churches na wengine wanaimba praise team zenu. They are there. Na inaonekana kawaida sasa hivi, tofauti na miaka ya nyuma ulikuwa ukisikia shoga, watu kila mtu anasema ile wa namna gani huyo. Sasa hivi hamna anayeshangaa. Shetani ameifanya normalize, imekuwa kitu cha kawaida. Yote ni kupiga familia. Siku hizi kulea watoto wa kiume imekuwa changamoto kubwa kwa sababu mwanaume ni window la shetani. Tangu chini kwenye miaka 0 mpaka 5 kwenye kusurvive, watoto wa kike wana survive kuliko wa kiume. Shetani anawinda. Kipindi cha Yesu walipigwa watoto wa kiume. Kipindi cha Musa walipigwa watoto wa kiume. You can imagine chini ya miaka 5 walikuwa wanachinjwa. Shetani anawinda wanaume. Hiyo ya wanawake nimezungumzia, tunakosa male figure. Mfumo umetengenezwa tu na vijana wengi wa kiume wavivu wanaopenda kulelewa. Mfumo sasa hivi ndio vijana wanahangaika na mishangazi. Structure hiyo yote inapiga familia. Kwa kama kanisa tusiposhtuka na kuanza kuinstill good manner kwa watoto wa kiume na kuanza kuwa build intentionally, familia zetu haziko salama. It need intentional issue. Inahitaji kudhamiria. Mungu amemuumba mwanaume kuwa mlezi. Tutasoma kwenye ile wa Efeso. Kazi ya kulea ni ya mwanaume. Kazi ya kulea. Kuna mwanaume mmoja anaitwa Manoa kwenye Biblia, kwenye Waamuzi. Malaika alimtokea mke wake, akamwambia utapata mtoto, anaitwa hivyo. Alafu mwanaume mmoja wa wanaume na wapenda kwenye Biblia ni Manoa. Mke wake akamhadisia, alafu akamwambia mke wake, okay, hamna shida. Naomba huyo mtu wa Mungu akija tena uniite. Nina maswali kwake. That's the manhood. Na kweli yule mtu akaja, akaongea na akasema mume wangu amesema nikuite. Akamuita. Manoa anauliza maswali makubwa mawili. Anamuuliza malaika maswali ambayo mwanamke hakuuliza. Manoa anauliza la kwanza, huyo mtoto atakayetupa atakuwa wa namna gani? Mwanaume anauliza maswali ya msingi. La pili, kazi yake itakuwa nini? Unajua maana yake ni nini? Ni mwanaume atakuwa ajue mtoto atakuwa mtu wa namna gani tangu anazaliwa. Manoa anauliza maswali ya msingi. Afu malaika anamtililikia pale yote maswali ambayo mwanamke wala hakuuliza. But this man, tunamsoma Mariam, mama wa Yesu. Yesu anamtokea Mariam. Alivyoongea naye, malaika alimtokea Mariam mara moja tu. Alafu Yusufu akataka kumwacha Mariam kwa siri kwa vile alivyokuwa mtu wa haki. Biblia inasema malaika akamtokea. Malaika baada ya hapo hakuna assignment ya Yesu alipewa Mariam. No. Zote zinaenda kwa Yusufu. Usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Mtoe mtoto mpeleke Misri. Mrudishe. Zote anapewa assignment mwanaume ambaye hahubiriwagi. Christmas huwezi kukuta Yusufu anahubiriwa. Hukuti. Lakini huyu ndo amemlinda yule binti. Ndo anamtunza Yesu. Anatoa maelekezo yote Mungu anampa kupitia the man. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume
ndio mlezi mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muda wangu umeenda hali inavyotakiwa kuwa. Naomba niishie hapa.